Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu katika Habari Njema Channel, mahali ambapo tunakutana kuwaletea muhtasari wa matukio muhimu ya Kanisa Katoliki duniani, Afrika na Tanzania. Hii ni taarifa ya wiki inayojumuisha matukio yanayotokea kati ya tarehe 13 hadi tarehe 16 Mei 2026, ikiwa na lengo la kuimarisha imani, kueneza ujumbe wa Injili na kuwakumbusha waamini jukumu lao katika maisha ya Kikristo, pamoja na kuendelea kujenga mshikamano wa kiroho, upendo na matumaini katikati ya changamoto za ulimwengu wa sasa unaobadilika kwa kasi kubwa. Taarifa hii inalenga pia kuwa daraja la mawasiliano kati ya kanisa na waamini wake duniani kote, ili kila mmoja aweze kujifunza, kutafakari na kuishi mafundisho ya Kristo kwa uaminifu zaidi katika maisha ya kila siku. Tukianza na habari za kitaifa hapa kwetu Tanzania, maadili kwa vijana. Mnamo tarehe 15 Mei 2026, Dar es Salaam, Tanzania, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linatoa wito maalum kwa vijana kuishi maisha ya maadili mema ya Kikristo yanayoendana na mafundisho ya kanisa. Ujumbe huu umetolewa Dar es Salaam ukilenga kuimarisha maadili ya vijana katika jamii nzima. Changamoto na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, mabadiliko ya tabia, kupungua kwa maadili zimebainishwa kama suala linalohitaji juhudi za pamoja za familia, kanisa na jamii. Vijana wamehimizwa kushiriki imani yao, kuishi maisha ya sala, kujiepusha na mambo yenye kuharibu maadili na kuwa mfano bora katika jamii zao ili kuleta mabadiliko chanya ya kiroho na kijamii. Semina na uinjilishaji. Mnamo Mei 16, 2026, mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Mwanza, semina na mafundisho na mafungo ya kiroho yaliendelea katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Mwanza, Kilimanjaro na majimbo mengine ya Kanisa Katoliki. Mapade, watawa, wakatibu wa vijana pamoja na viongozi na makundi ya kitume wamekuwa mstari wa mbele katika kufundisha, kuimarisha imani na kujenga waamini kiroho kupitia neno la Mungu na mafundisho ya kanisa. Waamini wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika semina hizo ili kukua kiroho, kuimarika katika imani na kuwa mashahidi wa Kristo wenye uthabiti katika maisha yao ya kila siku, nyumbani, kazini na jamii kwa ujumla. Habari za Kiafrika. Vijana uinshaji kupitia teknolojia. Mnamo Mei 15, 2026, Nairobi, Kenya, mkutano maalum wa Kanisa la Afrika uliofanyika Nairobi, Kenya, ukihusisha viongozi wa kanisa pamoja na viongozi wa vijana katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Katika mkutano huo, vijana wa Katoliki Afrika wamehimizwa kutumia teknolojia na mitandao ya kijamii kueneza Injili ya Kristo kwa njia chanya, yenye maadili na inayojenga jamii. Viongozi wa kanisa wamesisitiza umuhimu wa kutumia mitandao kwa njia ya uinjilishaji, kuhubiri Injili, kuelimisha jamii, kushirikishana ushuhuda wa imani na kuleta mabadiliko chanya badala ya matumizi yasiyo na faida au yanayoharibu maadili. Ujumbe huu unalenga wazi kwamba teknolojia ni chombo muhimu na daraja la kuifikisha Injili kwa kizazi cha sasa na kijacho, na hivyo vijana wamepewa nafasi ya kuwa wamisionari wa kidijitali. Amani na usaidizi. Mnamo Mei 15, 2026, Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kanisa Katoliki nchini DRC linaendelea kutoa huduma za kiroho na kibinadamu kwa waathirika wa migogoro ya kivita inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini humo. Maaskofu na wapadi na viongozi wa kanisa wanaendelea kusimama na wananchi waliokumbwa na vita
ambapo maelfu wamepoteza makazi yao, wapendwa wao, maisha yao kubadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kanisa linaendelea kutoa vyakula, msaada wa kiafya, faraja ya kiroho, sala za pamoja na huduma za ushauri, huku likihimiza amani ya kweli, maridhiano ya kitaifa na msamaha kwa msingi wa uponyaji wa taifa. Ujumbe huu unasisitiza kwamba huruma ni lugha ya Kikristo duniani na kila Mkristo ameitwa kuwa chanzo cha matumaini kwa wengine, hasa wanaoteseka. Habari za mataifa. Mnamo Mei 13, 2026, Vatican. Baba Mtakatifu ametoa wito maalum kwa waamini wote duniani kuimarisha maisha ya sala kwa ajili ya amani ya dunia, akisisitiza umuhimu wa kila Mkristo kuwa chombo cha amani katika mazingira anayoishi. Tukio hili limetokea Vatican City, makao makuu ya Kanisa Katoliki duniani, ambapo Baba Mtakatifu pamoja na viongozi wa kanisa, waamini wote wameunganishwa katika wito wa kuombea amani ya dunia kwa umoja, moyo mmoja na imani thabiti isiyoterereka. Katika ujumbe wake, Baba Mtakatifu ameeleza kwamba dunia kwa sasa inaenda kukabiliwa na changamoto za kivita, migogoro ya kisiasa, ukimbizi, ukosefu wa haki na mateso ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali duniani. Hayo hali inayohitaji maombi ya dhati na matendo ya upendo. Amehimiza waamini kuendelea kusali bila kuchoka, kuwa na moyo wa kusamehe na pia kuwa na mashuhuda wa amani katika familia, kazi, mashule na jamii kwa ujumla. Aidha, amesisitiza kwamba kila mmoja ana wajibu wa kujenga amani kuanzia ndani ya moyo wake mwenyewe. Ujumbe huu unasisitiza kwamba sala ni silaha ya kiroho yenye nguvu kubwa inaweza kubadilisha mioyo, kuponya majeraha ya dunia na kuleta upya wa maisha ya jamii nzima. Huduma za kanisa kwa wahitaji. Mnamo Mei 14, 2026, Roma, Italy. Kanisa Katoliki duniani linaendelea kuimarisha huduma zake za kiroho za kibinadamu kupitia taasisi mbalimbali zilizopo Roma, Italy, ambazo zimejikita katika kuwahudumia maskini, wagonjwa, wazee na watu walioko katika mazingira magumu zaidi ya maisha. Mashirika ya kanisa yanaendelea kutoa huduma za chakula, afya, makazi ya dharura, msaada wa kisaikolojia na faraja ya kiroho kwa watu waliokumbwa na majanga katika maeneo mbalimbali ya dunia bila kujali dini, rangi wala taifa. Katika dunia inayokabiliwa na njaa, umaskini, mabadiliko ya tabia ya nchi na migogoro ya kijamii, kanisa linaendelea kuwa mikono ya Kristo duniani kwa kutenda matendo ya huruma, upendo wa kweli na huduma isiyo na masharti. Waamini wanakumbushwa ya kwamba imani ya kweli haipo katika maneno tu, bali huonekana wazi kupitia matendo ya huruma kwa wengine, na kwamba kila tendo dogo la upendo lina thamani kubwa mbele za Mungu. Mwisho wa taarifa. Ndugu mtazamaji, tumefikia mwisho wa Habari Njema channel, taarifa ya wiki ya tarehe 13 hadi tarehe 16 Mei 2026. Tunashukuru kwa kuwa nasi katika muunganiko huu wa matukio ya kiroho na kiimani ambayo yanalenga kujenga moyo wa upendo, matumaini na mshikamano wa Kikristo duniani kote. Endelea kufuatilia kila wiki ili upate habari njema zinazojenga imani, zinazoimarisha matumaini na zinazoongeza upendo katika maisha ya kila siku. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili ujumbe huu endelee kuwafikia watu wengi duniani. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Gideon Elia Mlai katika chaneli yetu ya Habari Njema. Karibu na kwaheri.